Yes, mambo ni aje, mambo ni vipi ewe mwana PMTV. Karibu kwenye updates za kimichezo ambazo sisi bwana muda huu tumeamua kudiri na dabi ya Dar es Salaam. Yes, hii ni dabi ambayo inavikutanisha vilabu viwili pendwa. Niko nazungumzia klabu ya Azam dhidi ya klabu ya Young Africans. Hii sio dabi ya Kariakoo, hii ni dabi ya Dar es Salaam. Sasa kuelekea dabi hiyo ambayo hapo awali ilikuwa imepangwa kuchezwa tarehe 15 ya mwezi wa 3 mwaka 2026 katika dimba la Benjamin William Mkapa. Sasa kuna taarifa ambayo ilitolewa na msemaji mkuu wa serikali Gelson Msigwa akithibitisha kufungia uwanja ambao dabi hiyo ilipangwa kuchezewa. Nikiwa nazungumzia dimba la Benjamin William Mkapa, dimba hilo kufungwa kwa miezi 6 ili kuweza kupisha marekebisho ya pitch pamoja na miundombinu, hii ikiwa ni jitihada za kujiandaa na AFCON 2027. Sasa baada ya taarifa hiyo, watu wengi wakawa wanajiuliza dabi hiyo itapigwa wapi? Zipo taarifa ambazo zitufikia kwamba inawezekana dabi hiyo ikapigwa kwenye uwanja wa Chamazi ambao Young Africans kwenda mara ya mwisho katika uwanja huo walikufa bao 1-0, bao lililowekwa kimiani na Djibril Sila, lakini hiyo ndiyo siku ambayo Ibrahim Abdullah Baka alipewa kadi nyekundu. Wananchi ni kama wakaingia uoga hivi. Sasa taarifa ambazo zimetufikia hivi punde ni kwamba dabi hiyo imerejeshwa tena kwenye dimba la Benjamin William Mkapa. Kwa hiyo dabi hiyo haitopigwa tena katika uwanja wa Chamazi, itarejeshwa kwenye dimba la Benjamin William Mkapa. Sasa from there ama baada ya hapo ndo inawezekana tena pengine uwanja huo ukafungiwa ili kuweza kupisha marekebisho kwa ajili ya kujiandaa na AFCON 2027. Kwa hiyo wale ambao walikuwa na wasiwasi kwamba uwanja wa Chamazi labda ni mdogo, mtakuwa na wasiwasi hamtaweza kufika, sasa ni wataarifu ama ni waarifu kwamba dabi ya Dar es Salaam imerejeshwa katika dimba la Benjamin William Mkapa. Itapigwa tarehe 15 ya mwezi wa 3 2026, lakini bila kusahau majira yake ni ya usiku kama ilivyokuwa imepangwa hapo awali. Sasa wewe pia unaweza ukatoa mtazamo wako hapo kuhusiana na dabi hiyo, pengine ulipenda ichezwe wapi na pengine matokeo yako ambayo unayo kichwani ni yapi kuelekea katika dabi hiyo. Lakini wakati unafanya hivyo usisahau kasino ya mkononi imeletwa kwako na PMBet, kwa sababu wao hawataki uwe na mizunguko ya kwenda kwenye makasino usiku. Kuna michezo zaidi ya 5,000, chagua mchezo unaoweza, fanya spin ama mzungusho kuanzia 500 na kuendelea ili uweze kujishindia pesa, lakini uingie kwenye draw ya kushindania magari ya kifahari. Hapa zinazungumzwa Toyota Harrier pamoja na magari ya aina ya Zetua. Website yao ni pmbet.co.tz. Mimi naitwa Raymond Elias.